Yo, ebana ni story kutokea nje ya mipaka ya Afrika ndani ya BT ambayo ni B kwa maana ya big, alafu T kwa maana ya tune, big tune. Mimi naitwa King Ziva. Ebana tunajua kesi za P Diddy mwaka huu kuanzia mwezi wa 5 kuna uwezekano zikaanza kusikilizwa mahakamani. Lakini kabla ya hapo vitu vingi sana vimehusika. Jay-Z na Beyonce, mtu na mke wake hao wamehusishwa sana kwenye kesi za Jay-Z, na watu wengi wakiwa wanazungumza kwamba hawa ni moja kati ya watu ambao walikuwa ni marafiki wakubwa sana kwa ile closeness ambao walikuwa nayo kati ya P Diddy, Jay-Z na Beyonce. So watu wakawa wanahusisha kwamba kuna uwezekano kila kitu ambacho P Diddy alikuwa anakifanya Jay-Z na Beyonce pia walikuwa wanakifanya. Moja kati ya watu ambao walikuwa wanatia ndimu nyingi sana, weka mafuta ya kutosha sana, moto unawaka, alikuwa ni 50 Cent, as you know. Hasa kitu ambacho kimehappen ni kwamba tangia P Diddy ili sakata limetokea amewekwa rumande na hajapewa nafasi ya kutoa dhamana yoyote. Kwa maana hakuna kiasi chochote ambacho kimewezekana ili P Diddy aweze kupewa dhamana. Na tunajua P Diddy ni moja kati ya wasanii wenye pesa nyingi sana duniani. Kwa maana kwamba katika wale wasanii wenye mkwanja mrefu sana, P Diddy anashika nafasi ya kwanza au ya pili. Yani asipokuwa ya kwanza anakuwa ya pili, asipokuwa ya pili P Diddy anakuwa nafasi ya kwanza, kwa maana ana pesa nyingi sana. Watu wengi walikuwa wanasema Beyonce na Jay-Z wana disturb haki ya wale watu ambao wameweza kushtaki, ni wafanya biashara. So Jay-Z tunamuelewa kwa sababu ya biashara zake, akaona sio poa mniharibie vitu vyangu kwa kufanya defamation. Akasema kama una ushahidi twende mahakamani. Then kilicho happen ni kwamba kesi zote mpaka kwenye kesi za Diddy, jina la Jay-Z na Beyonce limeondolewa kwa sababu hizo kesi imeonekana wale watu ambao walikuwa wanaenda kushtaki wanamshtaki Diddy, alafu wanamention Jay-Z na Beyonce, wameenda kufuta majina ya Beyonce na Jay-Z kwa sababu wameona kabisa huu muziki hatuwezi, na wamekosa ushahidi wa kumhusisha Beyonce na Jay-Z. Sasa kitu ambacho kina happen, nini ambacho tutaenda kuona kwenye kesi hizi? Kuna uwezekano mkubwa sana P Diddy kwenye kesi zake pale mahakamani akahoji pia kwa nini walioshtaki walimshtaki Beyonce na Jay-Z, then jina la Beyonce na Jay-Z limeondolewa kwenye hizo kesi, amebaki yeye kama yeye. Lakini kitu kingine ambacho kuna uwezekano mkubwa sana P Diddy atawauliza watu ambao wameweza kumshtaki, atauliza ushahidi wao uko wapi ambao nje ya hivyo vyote ambavyo vimetengenezwa, kwa sababu yeye anaamini teknolojia imeingilia kati swala lake. Watu wengi wametengeneza sana vitu ili kuweza kumdidimiza yeye. So mwezi wa 5 kuna uwezekano tukaanza kuona kesi hizi zikianza kusikilizwa mahakamani. Tupo mwezi wa 4 sasa hivi, bado wiki 2 tuingie mwezi Mei, kesi hizi ziweze kuanza kuunguruma. Itakuwaje? Itakuwa noma sana. Ebana, ni jina gani la mtu maarufu ambalo halitahusishwa kwenye kesi za P Diddy? Kwa sababu P Diddy ni star ambaye amefanya kazi na kila aina ya star ambaye unamjua. Mimi kufanya kazi na Nas Escobar sasa hivi, na tunajua kabisa Nas Escobar miaka kadhaa hapo nyuma alikuwa na producer wake ambaye alikuwa noma sana, na mzungumzia Hit Boy ambaye alifanya unyama mwingi sana kwenye ngoma nyingi sana za Nas Escobar. Sasa tutegemee ujio wa album mpya ambayo Nas Escobar amekwambia atafanya na DJ Premier, ambapo baada ya hiyo album mpya ambayo ataenda kuiachia kutokuwa pia kuna muendelezo wa project zingine 6. So kuna uwezekano zinaweza zikaachiwa hata album 7 akiwa Nas amefanya na DJ Premier. DJ Premier rekodi zake zinaonesha nini? Bana, ni moja kati ya watu ambao wamefanya kazi na wasanii wengi sana. DJ Premier kuanzia miaka 2005 na 6 amefanya kazi na Eminem, amefanya kazi na rapper The Game, amefanya kazi na Notorious B.I.G pia miaka hiyo. Ebana, Nas Escobar mpaka sasa hivi ana jumla ya album 17. Pia album yake ya kwanza ameachia mwaka 1996 inaitwa Illmatic, bonge moja la album. Na sasa hivi ametangaza tena kuna ujio wa album mpya ambayo ataifanya na DJ Premier, ambapo huyu ni Christopher Edward Martin aka DJ Premier. Wote hawa wanatokea East Coast, kwa maana kwamba Nas Escobar ni kutokea East Coast na DJ Premier pia anatokea East Coast. Tunajua beef lililokuwepo kati ya East Coast
na West Coast. Ilikuwa noma sana, upande mmoja akiwepo anawakilisha Notorious B.I.G. na upande mwingine akiwakilisha Tupac Shakur. Then kwa kuna watu kibao ambao wanatokea kwenye hizo side, ikawa noma sana. Nas anakuambia anakuja kuirudisha ile hip hop ambayo ilikuwa imepoteza mvuto. Kwa mujibu wa Nas Escobar, ukirudi mwaka 2006 au mwaka 2007, Nas Escobar aliwahi kuachia ngoma ambayo inasema hip hop is dead. Nas Escobar alifanya hicho kitu mwaka 2006 mwaka 2007, ambapo ngoma yake inaitwa hip hop is dead, ilifanya vizuri sana. Bana, mpaka sasa hivi Nas Escobar kwenye kabati lake ana album 17, lakini ana singles 79, ana EP 1, lakini pia ana mixtape 4 ambazo aliwahi kuziachia since ameanza muziki. Ni moja kati ya wasanii ambao wanaendelea kuandika records kubwa sana kwa nchi ya Marekani, akiwa ni kijana ambaye ametokea sehemu ambayo ina maisha ya chini kabisa, lakini hiyo haikuwa sababu ya kumfanya Nas Escobar asiwe star, kwa sababu since way back mpaka sasa hivi dunia inajua kile ambacho amekifanya, na glow up, kwa maana kwamba amekuwa ni bonge moja la tajiri nchini Marekani kupitia muziki, kutoka kwenye maisha ya chini kabisa mtaani mpaka kuwa superstar ambaye ana vibunda vya kutosha. Ni moja kati ya wasanii ambao wana rekodi kubwa sana kwa upande wa muziki nchini Marekani, akiwa ni moja kati ya wasanii ambao wamefanya mauzo makubwa sana nchini Marekani. Yeye ameuza zaidi ya kopi milioni 20 za kazi zake kwa mamilioni ya madola kutoka pale nchini Marekani na kote duniani. So ni moja kati ya wasanii ambao wameandika historia kubwa sana. Big shout out to Nas Escobar. Tunasikilizia kuona hiyo album ambayo atashirikiana na DJ Premier, lakini pia ujio wa project zingine 6 baada ya album. Itakuwa noma sana. Ladies and gentlemen, mimi naitwa King Ziva. It is what it is. Shout out to everybody. Tukutane YouTube hapo, Faye Heroes channel. Usahau subscribe, kulike, comment na kushare. Lakini Instagram inatumia King Ziva. Yo, you dig? Big shout out.